Ni waase tu watu wa vyama vya upinzani kwa nia njema kabisa, kwa maneno mepesi. Wanachofanikiwa CCM katika nchi hii, yale yote ambayo wapinzani wanayaona kama hoja ya msingi ya kuwashawishi wa Tanzania waitoe madarakani CCM wanafanya kuwa mtaji, wanaifanyia kazi. Ukisema hakuna barabara, CCM wanajenga. Ukisema hakuna shule, CCM wanajenga. Ukisema hakuna hospitali, CCM wanajenga. Ukisema shule ina gharama, CCM wanatoa elimu bure. Kila unachosema wao wanakifanyia kazi. Na kawaida ya mwananchi na mwanadamu yoyote anapotendewa wema hukumbuka fadhila na wema. Kwa hiyo kuitoa CCM nchi hii kwa njia ya hoja, kwa njia ya nguvu ya hoja, itakuwa jambo gumu sana, kwa sababu kile unachokipigia kelele wao ndio wanachokiwini, na wao ndio wanachokwenda kukifanyia kazi, ili kuhakikisha kwamba ile kero unayotaja wewe leo wao wanaifanyia kazi. Hiki ndicho kinachowafanya CCM wabaki madarakani. Kwa sababu kama ni kuhonga nchi, utaonga watu wangapi? Nani anaweza kutoa pesa kwa kila mwananchi ampigie kura? Ni jambo haliwezekani. Lakini kutatua matatizo ya watu, kugusa shida za watu, kusimama na haja za watu, ndiko kunakofanya CCM iendelee kutawala. Ndiko kunakofanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kuwa chama kinachoweza kushika dola. Sasa niseme tu na niwaombe Watanzania wenzangu, kwanza tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kuibomoa nchi yetu. Tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kubomoa nchi yetu. Ikiwa mwanasiasa katika uchaguzi huu, kabla ya uchaguzi, sera yake ilikuwa na lengo ya kutubomoa na kutugawa, huyo asipate kura, hata ikibidi ya mamake mzazi. Yani huyo asipate kura, kwa sababu atakuwa hana lengo la kuisaidia Tanzania na Watanzania, bali atakuwa na lengo la kufaidika na maslahi yake binafsi. Na sisi kama Watanzania tunatamani kuona maslahi ya nchi, hatutamani kuona maslahi ya mtu.